Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim, siku ambayo hakitamfaa mtu mali yake wala watoto isipokuwa yule aliyekuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na moyo uliosalimika. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na masahaba zake, akawaambia anawaijia sasa hivi mtu miongoni mwa watu wa peponi. Masahaba wote wakubwa wamekaa pale wakiangalia ni nani huyo ambaye amebashiriwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ghafla anajitokeza mtu ambaye hata jina lake halifahamiki, akiwa na athari ya udhu, kisha anakwenda anaswali swala ya sunna na anakaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya pili vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amerudia maneno yale yale katika muda ule ule, anawaingilieni sasa hivi mtu miongoni mwa watu wa peponi. Na ghafla anajitokeza mtu yule yule katika mandhar ile ile, akiwa ametoka kutawadha, anaswali swala ya sunna na anakaa kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya tatu hali kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia anawaingilieni mtu miongoni mwa watu wa peponi, na anatokezea mtu yule yule katika haia na mandhar ile ile. Abdullah ibn Umar akaona ni muhimu sana kujifunza kwamba huyu ndugu yetu ambaye hatumfahamu hata kwa jina, si miongoni mwa masahaba wakubwa kabisa ambao labda wameshiriki katika vita vya Badr, ambao labda wameshiriki katika kutoa mali zao zote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao labda wameshiriki katika masuala ya kutafuta ilmu, ni nani na ni kitu gani kinammaizisha sahaba huyu na sisi? Abdullah ibn Umar akaenda kutafuta ugeni katika nyumba yake, kwamba yeye ni mgeni na aweze kukaribishwa katika ile dhiafa ya siku 3, na yule Muislamu akamkaribisha Abdullah ibn Umar. Lengo lake kuangalia huyu mtu anafanya nini katika ibada, ili aweze kuigiza na yeye aweze kupata daraja ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtabiria. Siku ya kwanza amemwona mtoka msikitini pamoja, wamefika nyumbani, wamekula pamoja, amemwaga kwenda kulala, amekwenda kulala, na wala hakuona athari yote ya kuamka usiku kusoma Qur'ani, kuswali swala za usiku, la isipokuwa ameamka alfajiri, wamemshana, wamekwenda msikitini tena kuswali. Hali kadhalika Abdullah ibn Umar anajifundisha kitu gani ambacho ni cha ziada. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kabla hajafika siku ya tatu akamwambia, ya akhi, kusema kweli mimi nilikuja hapa kwako kujifunza kutoka kwako, kwa sababu wewe umebashiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 3 kuwa ni mtu wa peponi. Nione ibada zako unazozifanya zina tofauti gani na ibada ambazo sisi tunazifanya. Lakini katika muda niliokaa sikuona ibada yoyote ya ziada ambayo labda sisi hatuifanyi. Je, kuna kitu gani cha ziada ambacho ndugu yetu unakifanya? Bwana akasema ni kama ulivyoona hizi ndio ibada zangu ambazo nazifanya kila siku. Kabla Abdullah ibn Umar hajaondoka akamwambia, isipokuwa ndugu yangu, labda inawezekana mimi nina tabia ambayo kila ikifika usiku kabla sijalala na kuwa nawasamehe ndugu zangu wote walionikosea, siwawekei vifundo katika moyo wangu, na kama kuna mtu ambaye nahisi labda mimi nimemkosea, huwa naweka nia ya kwenda kumuomba radhi siku inayofuata. Inawezekana ikawa hiyo ndiyo ambayo imenijalia hapo, lakini ibada ni kama ulizoziona. Abdullah ibn Umar akasema hiyo ndiyo iliyokufanya ubashiriwe mara 3 na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtu wa peponi, na hiyo ndio ibada ambayo sisi wengi wetu imetushinda. Ndugu zangu Waislamu, ibada ya moyo ni ibada ina uzito mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saa nyingine kushinda hata hizi ibada za kiwiliwili au ibada za utoaji, ibada ya moyo. Na miongoni mwa ibada muhimu sana ambazo sisi Waislamu tunatakiwa tuwe nazo ni kuwa na mioyo safi dhidi ya ndugu zetu. Tusiwe na mafundo, tusiwe na vinyongo, tusiwe na husda, tusiwe na chuki kwa ndugu zetu Waislamu, kwa ndugu zetu kwa ujumla ambao tunaishi nao. Na hii sio ibada nyepesi, ni ibada nzito. Unapoishi katika mujtamaa, unaingiliana na watu, ima ni majirani, ima ni familia, ima ni watu unafanya nao kazi pamoja, au watu unaoshirikiana nao katika biashara. Ni lazima kunatokea sintofahamu baina yenu, ni lazima kunatokea migongano ya hapa na pale baina yenu. Kusamehe inahitaji kuwa na imani kubwa, kuwa na yakini kwamba na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa. Si ibada nyepesi, lakini ni ibada ambayo kama tutajitahidi mimi na wewe ndugu yangu Muislamu kuifanya, ina uzito mkubwa kama tulivyoona kuliko ibada nyingine.
zozote, siku ambayo haitamfaa mtu mali yake wala watoto wake, isipokuwa yule ambaye atakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na moyo uliosalimika. Jazakumullahu khairan.